Ndugu wafugaji, kwenye banda la kuku au ndege tumeona baadhi ya foot bath au disinfection pools au tuseme vilowesha miguu unapoingia bandani kama hiki kwenye banda la ndege. Lakini kama una shamba kubwa ambalo unategemea magari yataingia ndani ya shamba lako wakati unafuga. Kwa mfano huyu mwenzetu hapa ana hilo banda la kuku, analo banda la ng'ombe, ana banda la mbuzi pale, na banda jingine lile kule. Kwa hiyo magari yanaingia humu ndani, hii ikiwa ni pamoja na gari binafsi ya mwenye shamba, lakini wakati mwingine magari yanayoleta vitu au tuseme bidhaa zinazohitajika kwenye ufugaji, kwa mfano chakula. Na yale magari wakati mwingine hayatoki kiwandani moja kwa moja kuja kwenye shamba lako, yanaweza yakapita kwenye shamba la mwingine na hatimaye ndipo yafike kwako. Kwa hiyo unahitaji disinfection pool kubwa kwa ajili ya magari. Hii inamaanisha gari, pikipiki, bajaji na chochote kile kinachotembea kwa maana ya mfumo wa gari au chombo cha usafiri. Kwa hiyo hapa kazi ni ile ile. Yanawekwa maji yenye dawa na kazi yake ni ile ile, kwamba gari linapoingia kwenye banda au kwenye mji wako, kama kuna wadudu ambao wamejishikiza kwenye matairi au magurudumu, basi wakiingia hapa wanapata dawa, na hivyo inakuwa si rahisi vimelea kuingia kwenye shamba lako. Lakini vile vile kama vimelea vinaanzia shambani kwako, linapotoka pia litakanyaga hapa. Kwa hiyo ina maana tunategemea kwamba vilivyopo hapa shambani kwako vitabaki hapa hapa, ili visiende kwenye shamba jingine, au kama gari linarudi kiwandani, mfano kiwanda kinachotengeneza chakula, basi isiweze kusababisha vimelea kutoka shambani kwako kwenda kwenye kiwanda. Na ukiangalia hapa, huku kote kumezungushiwa fence. Huku kuna fence na huku kuna fence pia. Palipoachwa wazi ni hapa tu, na ndipo pamewekwa hii disinfection pool. Na hii ni muhimu kwa maana kwamba chombo chochote cha moto kitakapoingia kwenye mji wako lazima kipite hapa, kwa hiyo lazima kitakutana na maji. Kwa hiyo nimeona nitoe hili somo ili watu pia wajue kwamba sio foot bath kwa ajili ya kuingia bandani tu, lakini hata kuingia kwenye mji wako ni muhimu ukawa nayo kwa ajili ya vyombo vya usafiri vinapokuja kwenye shamba lako. Kwa hiyo karibuni sana, tutaendelea kujifunza mbinu mbalimbali za ufugaji bora. Kama hujasubscribe bado, naomba ufanye hivyo. Pia bonyeza alama ya kengele ili usikose ninapoweka vitu vingine vya kujifunza. Asanteni sana kwa kutazama na Mungu awabariki.